Naam, hujambo Kenya popote ulipo. Karibu kwenye mahojiano ya moja kwa moja katika maeneo haya ya Facebook. Siku hizi tumeingia katika mitandao na bila shaka utakuwa unafahamishwa mengi sana kuhusiana na yanayojiri katika taifa letu la Kenya na katika sehemu tofauti tofauti katika taifa letu la Kenya. Leo hii mtazamaji, tutaweza kuzungumza na baadhi ya yule muasisi wa vuguvugu la Okoa Mombasa ambalo liliweza kuanzishwa mwaka jana kama nitakuwa sijakosea, na ataweza kutuelezea tu mengi kuhusiana na vuguvugu hili, mengi kuhusiana na wao kwa nini kuja na vuguvugu hili hususan katika maeneo haya ya Pwani. Moja kwa moja niweze kumkaribisha katika mahojiano haya. Karibu sana katika mahojiano haya ya Facebook Live. Uweze kujitambulisha, wewe ni nani, unafanya nini? Asante sana. Mimi kwa majina ni Khalif Khalifa, ni chairman wa Muhuri na ni mmoja katika waanzilishi wa hii Okoa Mombasa. Kwa hakika hii Okoa Mombasa ilikuwa ni fikra ya Muhuri na pia mmoja wapo aliyochangia sana ni Maina Kiai ambao ni board member wa Muhuri. Tukafikiria tujaribu kuleta mashirika yote na wafanyabiashara na Kenya Transport Association. Tukawa na mkutano wetu wa kwanza nafikiria mwezi wa 8 katika shirika la Kenya National Commission on Human Rights. Tukakaa pale, hata jina hili limependekezwa na kila mtu, si jina ambalo tumeitwa sisi tu hapa, wakapendekeza kwa liitwe Okoa Mombasa. Na lengo hususan ya hii ni kuangalia mambo ambayo yanahusisha pwani. Kuna mambo mengi ambayo jimbo hili serikali haikuangalia kwa mnasaba mzuri. Kuna mambo ya SGR, kuna mambo ya ardhi, kuna mambo ya kisiasa, kuna mambo ya uchumi, kuna mambo mengi sana. Sasa tukaona jibu letu ni kuungana pamoja na kushirikiana, na baada hapo ikapendekezwa mambo ya kila wiki kuwa na mihadhara ambao Okoa Mombasa ilikuwa mbele katika mambo haya, na mpaka sasa kuna mambo mengi sana bado ambayo yatakufanywa, lakini imo katika msingi ambao tutayafanya baadaye. Naam, labda kuna mengi sana kama ulivyozungumza kwamba yana uwezo wa kugusiwa katika masala haya ya Okoa Mombasa. Natarajia kuyaazimia vipi? Mnatarajia pengine haya mambo ambayo yanaweza kukumba katika pwani nzima, mnatarajia kuyatatua vipi? Labda tatizo kubwa hapa pwani kwamba watu au mashirika hayazungumzi kwa sauti moja, na tukaona pana umuhimu mkubwa sana kuwaleta watu na mashirika yote yakae pamoja, yazungumzie yale mambo ambayo yatuhusu sisi, na ukitazama tuanza kupiga hatua moja kwa moja. Hayo mambo mengine, mambo ya uamuzi wa mahakama, kuangalia habari lililotokea jana bunge, tutazungumza baadaye, lakini pana umuhimu kwa tushirikiana na sote tuzungumza kwa sauti moja. Ikiwa tutazungumza kwa kauli moja, basi hata hawa ambao hawasikii watasikia, na tumechukua hatua nyingi kwenda barabarani, kwenda mahakama tumekwenda, kuna kesi ambazo ziko bado hazijaamuliwa. Haya ni mambo ambayo tuyafikiria, yamo katika msingi wa kuyafanya haya mambo na tutafanikiwa. Umegusia swala hili la SGR. Ni swala ambalo kwa wapwani limekuwa kizungumkuti sana. Ni swala ambalo hadi kufikia sasa wapwani hawajaelewa SGR kwanza ni nini, linahusiana na nini, na kwa faida ya nani hususan hili swala hili. Sheikh, labda uweze kuelezea Wakenya na wapwani kwa jumla SGR ni nini, na hii SGR kwa mpwani inamsaidia na nini? Hakika ukatazama historia, hii historia ndogo ya SGR ilianza, lengo hasa ilikuwa kupiga kura, na walijaribu kufanya iende mbele, iwe tayari hii SGR kabla ya uchaguzi uliopita. Hapo serikali ilikosea. Kwanza serikali ilikosea kuwa kulikuwa hakuna public participation kabisa, kulikuwa hakuna.
public participation la counties wala watu wa Mombasa. Na si Mombasa tu, ukitizama karido yote nzima kutoka Mombasa utapita Kwale, Kwale utapita Kilifi, utakwenda Taita Taveta, utakwenda na nyingine Ukambani mpaka Nairobi. Hakuna mtu aliosuhusishwa kabisa katika jambo kama hili. Na kwa mujibu wa katiba hapo serikali imeteleza. Kabisa imeteleza. Na upande wa pili serikali haikufikiria kwa mujibu wa pato la hili SGR, je, litaweza kulipa deni ambalo litajenga SGR? La kwanza. La pili, kuna mambo ya corruption. Unajua hapa, nitakupa mfano. Ulaya kujenga reli kwa kilomita moja ni dola milioni 2. Dola milioni 2. Tena train, fast train, electric train, dola 200. Dola 2 kwa kilomita. Yamaanisha hii reli kutoka hapa mpaka Nairobi ambao ni kilomita 500 isiwe imezidi milioni 100 dola, ambayo itakuja 100 bilioni 100 ya Kenya. Lakini ukatizama ule mkataba ambao umefanywa baina ya Kenya na Exim Bank na Wachina umekwenda mara 3 zaidi. Sasa hapo tunataka kujua, na Okoa Mombasa ikaandikia taasisi zote za serikali ili ule mkataba wautoe hadharani ili watu waone. Kwanza wakasema haiwezekani. Ikabidi sasa twende kotini tupate kujua habari ya mkataba, na pia tupate kujua, watupe ukweli, watu wapate kujua, manake hizi pesa ambazo wamejengea ni pesa za watu ambao watu wamelipa kodi, na haiwezekani kusema kwamba hii ni kitu siri baina ya serikali ya Kenya na serikali ya Uchina, kwa sababu hizi pesa zimekopwa katika benki ya Kichina, Exim Bank. Kwa hivyo sisi tunataka sana watu wajue ule ukweli wa mambo. Na maisha, serikali ikifanya ufisadi, jambo la kwanza wanataka kuficha, watu wasijue. Sasa haya mashirika pale kama kwa Mombasa kwanza kudunga sema hebu tuambieni hapa kitu gani kimetokea. Hapo serikali inaanza kutapatapa. Na sisi hatutosimama mpaka ukweli utoke uko wapi. Kwanza. La pili, hii reli haikuja kwa maslahi ya watu wa pwani. Kabisa haikuja. Na ikiwa imekuja, basi hii reli yalipwa na watu wa pwani peke yao. Hailipwi na Wakenya wote. Maanake kutizama hapa makazi yote yamefungwa. Poti hii ambao haba iko hapa Mombasa iko ya kurubia miaka 70 80 au zaidi, na imekaa hapa kwa muda wote huo. Sasa ingekuwa serikali inafikiria kufanya dry dock pahali pengine, ushafahamu, ingewajulisha watu hapa kitu gani ambacho hataumiza kwa uchumi watu hapa. Wao wanatuambia wa serikali ya Kenya itapata mapato. Sisi tuwauliza, hii serikali ya Kenya, je, sisi ni serikali ya Kenya au sisi ni jimbo pekee ambao wanaweza kuja hapa wakafanya vile wanavyotaka? Na ukatizama hii bandari, maisha, ukitizama chairman na nani wote wanachaguliwa Nairobi. Hili si lengo la ugatuzi. Ugatuzi ina malengo mawili, siasa na uchumi. Kwa mujibu wa katiba, huwezi kuchukua uchumi wa jimbo moja, kaunti moja, ukachukua ukapeleka kaunti nyingine. Hii haiwezekani kabisa. Jambo la kwanza. Jambo la pili, tunasisitiza kila mara, kwa Mombasa ni kaunti ndogo kabisa, haina agriculture, haina chochote. Ushafahamu, tegemeo kubwa la hapa Mombasa ni port. Na hii Mombasa ikianza kudidimia, hii Mombasa, basi hii coast nzima itapata shida. Hili ni jambo ambalo lazima watu wafikirie. Serikali haikufikiria jambo hili kabisa. Waliona kupata Kenya ni bora zaidi, umuhimu zaidi kuliko kupata jimbo la Pwani. Hili kidogo linatutia wasiwasi. Sheikh, umeweza kulizungumzia hili swala la SGR
na kuna hivi majuzi mahakama iliweza kutoa uamuzi kwamba kandarasi ama hili swala zima la SGR haliko kimisingi ya sheria. Sijui kwako wewe, unaona sasa hivi uwazi umeanza kuonekana? Unaona sasa hivi Wakenya wataweza kujua wazi kwamba kama tayari mahakama imeweza kutoa uamuzi kwamba kandarasi haikuwa ya sawa? Je, kuna mengi ambayo yameweza kujificha kuhusiana na swala hili? Mengi yapo. Jambo la kwanza, lazima serikali ya Uhuru na chama chake cha Jubilee lazima wajue kwamba kuna katiba mpya. Hatuko zama za Moi na zama za Kenyatta. Hapa tuna katiba mpya, na ikiwa serikali haifuati misingi ya katiba na sheria, basi hapa pana tatizo. Manake hivi mambo yanavyokwenda ni kama tuanza kurudishwa nyuma kule kule tulikotoka. Vile vita vyote watu walipigania kupata katiba mpya, na ikatolewa katiba mpya sasa miaka 20, miaka 10, lakini tuona tuarudishwa nyuma kile kuchao, tuarudisha nyuma. Sasa hili jambo ambalo tutia wasiwasi, na ikiwa watu hatoweza kutoka wakaanza kuzungumza dhahiri, wakaleta haya mambo yajulikane, hapa tutakuwa na shida. Lakini nasema tuwapiga hatua mbele. Manake kwanza, huu mkopo ambao serikali ya Kenya umetia mkataba na serikali ya Uchina, na hususan Exim Bank kupata hizi pesa kukopeshwa, sisi tuwaona hapa kumetokea ubadilifu wa pesa, na tungependelea sana kwamba serikali ya Kenya iweke hili jambo wazi tupate kujua, na ikiwa palikuwa na katikati palikuwa na corruption, basi tuwafikiria tutakwenda kotini na tutaambia koti kwamba ushurutishe serikali ya Kenya ivunje mkataba na wasilipe pesa, kwa sababu hata Wachina ikiwa watakwenda katika World Trade Court na ndani yake kuna corruption, basi mkataba utakuwa si wa kihalali. Na ukatizama nchi ambazo kama Ethiopia, kama Morocco, ukatizama reli ambazo wamejenga ni bora zaidi na zenda mbio zaidi kuliko zetu, na ilikuwa rahisi zaidi kuliko hapa Kenya. Hili swali tuulizwa kwa nini? Na kile kukicha serikali bado imeshikilia ule mkataba kwa nisiri. Na ikiwa serikali waona hakuna jambo la kuficha, basi wangeweza kuweka mkataba dhahiri, kila mtu aone. Na kile wakificha, sasa hapo ndio Wakenya nasema kuna jambo waficha ambao si la kihalali. Sheikh, wengi ya Wakenya wanahisi pengine swala la SGR ni swala la wapwani peke yake, ni swala la wakazi wa Mombasa peke yake, ni uchumi utadorora kwa wapwani peke yake. Je, swala hili lina ukweli ama pengine ni fikra tu za Wakenya ambazo wanafikiria swala kama hili? Hakika SGR yaathiri uchumi wa Kenya zima. Nitakupa mfano. SGR kila mwezi ile reli kupelekwa baina hapa mpaka ifike Nairobi na kurudi inatumia bilioni 1 kwa mwezi, ambayo kazi hiyo imepewa na shirika la Kichina kuiendesha reli. Bilioni 1 kwa mwezi. Pato zima la SGR, makasha na abiria, ni bilioni 7 kwa mwaka. Kwa hivyo pana pengo kubwa sana ambalo latoka katika tax ambayo watu walipa, ambalo jambo lile, hizo pesa ambazo zatoka pengine bilioni 6 au 7 ingeweza kufanya mambo yakatunufaisha sisi: ujenzi wa barabara, mahospitali, maji safi, mambo mengi ingeweza kufanya.
Ushafahamu? Sasa pato kubwa ambalo Kenya watoa kama taxi zatolewa zalipishwa kwa SGR. Hata hapo kabla hii coronavirus kuanza, miezi 3-4 iliyopita, hii treni SGR ilikuwa haina pato ya kujilipa wenyewe kabisa, ilikuwa haina pato ya kujilipa wenyewe. Sasa hili ndio tatizo ambalo tulifikiria. Na jambo la pili, kuna watu kama kina David D pale mwanzo alipokuja na fikra akasema hatuhitaji hii treni kabisa, manake itatutia hasara kubwa sana. Na yeye alipiga hesabu kwa ile tonnage ambayo tulikuwa nayo Kenya, tunatumia tone ngapi au makasha mangapi na majerini zetu, kisha kile kipiga hesabu akasema hii haiwezi kulipa. Na pia kulikuwa na wazo na fikra kwa ijengwe barabara ambayo ina lane 3 upande huu na lane 3 kwenda na kurudi mpaka Malaba, ambayo ingekuwa rahisi zaidi na tungeweza kukarabati ile treni ya zamani, tukakarabati kidogo ile na kujenga njia ya barabara huku 3 na huku 3 mpaka Malaba. Kwanza ingepunguza vifo barabarani. Pili, kama unavyojua, ingekuwa hakuna hasara kwa serikali kwa sababu kuna fuel levy ambayo yakusanya kiasi ya bilioni 7 kwa mwaka, ingeweza kutengeza hizi barabara zote ambazo zaharibika, ambao watu wenyewe wale wanaotumia barabara wenyewe wangelipa bila kuchukua pesa za serikali. Hilo hawakulifikiria. Na yote kwa nini hawakufikiria? Kwa sababu kila mradi unapofanywa au what do you call project, hawa jamaa lazima wapige hesabu na sisi tuwafikiria, kwa sababu kuna ulafi ndani yake. Hilo ndio lengo. Lengo si maslaha ya nchi. Ingekuwa maslaha ya nchi ungekaa wakapiga hesabu yao vizuri. Hii treni mwanzo wametuambia kuwa itajilipa wenyewe. Vipi itajilipa wenyewe, ambao sasa pesa ambazo wanazitia kwa mwaka ni bilioni 7 na wao wapoteza bilioni 12 kuiendesha peke yake? Inamaanisha hawakupiga hesabu zao vizuri, au wamepiga hesabu lakini kuna ufisadi ndani. Sheikh, tayari tukitembea katika mji wa Mombasa tumeanza kuona majumba tayari milango imeweza kufungwa, baadhi ya makampuni zimeweza kufungwa, baadhi ya biashara zimeweza kudidimia kabisa. Mwaka mmoja ujao ama miezi michache ijayo, Mombasa itakuwa wapi? Ishara zishaanza kutokea kabla hii corona haijaanza. Sasa kuna makampuni mengi inaanza kufunga virago, wanaelekea bara. Sasa yale makampuni makubwa ambayo yana uwezo, yanajihamili kwa pesa, wanaweza kwenda wakainvest kule bara. Lakini kumbuka kuna maelfu ya watu wadogo ambao hawawezi kuondoka. La pili, hawafanyikazi. Kumtoa mfanyikazi hapa kumpeleka pale ambao kule pia kuna wafanyikazi, shafamu, hii pia itakuwa shida. Serikali hili hakulifikiria kabisa. Kitu ambacho chasikitisha zaidi, ipoanza hii treni SGR, baada ya miezi fulani, Bwana Macharia alinukuliwa kwenye runinga kusema kwamba tumeweza kutoa malori 6,000 barabarani, lakini hakuweza kufikiria kwa malori 6,000 barabarani inamaanisha watu maelfu ambao wanategemea lile pato. Naye hakulifikiria hilo kabisa. Kwa hivyo pale unapofikiria pato la serikali lazima liungane na pato la watu. Kwa hivyo hapa kuna kizungumkuti hapa, na serikali bado haijafanunua haya mambo. Lakini sasa nahisi serikali yenyewe ishaanza, maanake jana yale tuliona katika bunge kusema sasa kushurutisha watu lazima makasha yao yende katika SGR. Hili jambo ni kosa kubwa sana. Huwezi kumwambia biashara, mwenye biashara lazima mzigo wako uchukue na mtu fulani. Hii hata kwa kimataifa si sawa. Kwa hivyo at least kwa uchache wa mambo waanza kufikiria sasa haya mambo yamekwenda mraba na tutapeleka zaidi. Lakini sisi lengo letu kama wapwani, madamu port bandari iko Mombasa,
tunataka sio kazi zote ambazo ziko hapa zifanywe hapa hapa, clearing, forwarding, nini, kila kitu ikishamalizwa, customs, kila kitu. Kisha sasa mtu achague anataka kwenda kwa SGR au anataka kwenda kwa lori. Na serikali inasema ni rahisi kulinganisha kupakia ule mzigo katika reli. SGR ni rahisi, kweli ni rahisi, lakini sasa kuna hidden, kuna mificho ya gharama ambayo serikali hawasemi. Mzigo ukibebwa na gari hapa Mombasa, ikiwa itakwenda bara au itakwenda nchi jirani, lile kasha lazima lirudi, kuna muda fulani lazima urudishe. SGR hawajalifikiria hilo. Mzigo ukitoka hapa ukipelekwa na Embakasi au Naivasha, wakisha uwaga pale chini, basi sasa utafutwe magari. Kutafuta magari pale Nairobi, kutoka pale Nairobi unataka kupeleka katika godown la mtu hivi nini, ni gharama nyingine yaingia. Kisha maliza pale, lile kasha linataka kurudishwa Mombasa, hiyo pia ni gharama nyingine. Sasa ukipiga hesabu zote hizi, utakuja kuona kusafirisha kwa reli ni gharama kubwa zaidi. Ndio maana majirani zetu wa Uganda wakasema hawataki mizigo yao yende Naivasha. Wao wameagiza mizigo huko na kutoka, yataka ishushwe Mombasa, na wao wataka kuichukua Mombasa. Mizigo yote wataka ichukue Mombasa. Hapo wakakataa kabisa, kumaanisha hii serikali ipoanza kufikiria hili jambo, au kufikiria kama kuna majirani zetu wakaanza kuambia itakuwa hivi hivi, wamejifanyia sasa, kwambia okay, hii ni rahisi, lakini kwa wao si rahisi. Ndio maana kuna mzogozogo sasa. Hivi majuzi Sheikh, kuliweza kutokea mbunge wa Nyali Mohamed Ali almaarufu kama Jicho Pevu, aliweza kupeleka mswada wa kuweza kumwondoa Waziri Macharia katika uongozi wake, na bila shaka tuliona wabunge wa Pwani wakaweza kujitokeza na kumpinga kwanza mbunge wa Nyali Mohamed Ali, na baadaye mswada ule ulivyofika bungeni ukaweza kutupiliwa mbali, kuambia kwamba hauna ushahidi wa kutosha kuhusiana na yale madai ambayo mbunge wa Nyali aliweza kuyatoa. Sijui swala kama hili unaweza kulizungumzia vipi? Kwanza tuanze na hawa wabunge wa Pwani. Baada ya yule mbunge wa Nyali kuweza kutoa mswada ule, walijitokeza kwanza kuweza kupinga vikali. Tuanze na wabunge wa Pwani. Je, kuna msimamo na kuna umoja wa wabunge wa Pwani? Msimamo hakuna na hukuwepo kabisa. Hapa kwetu tofauti zaidi kulinganisha majimbo mengine. Kama unavyoona katika runinga, ule mswada Mohamed Ali aliopeleka, wale wabunge wa eneo la kati wote waliungana, wale ambao wako Kieleweke na Tanga wakaacha tofauti zao, kwa sababu huu mradi inakuwa maslaha yao zaidi kuliko eneo jingine. Yale maslaha ambayo imetoka na uchumi umetoka Mombasa, sasa imenufaisha wao, wakaona sasa bora waungane. Kwa sababu ya nini? Maslaha ya watu wao. Hapa kwetu ni siasa yapigwa debe, watu waangalie maslaha. Mswada ambao umepelekwa na Mohamed Ali katika bunge, mimi ningependelea hivi, na mimi nasema nilizungumza naye na pia nilimpa rai na nikamwambia huu mswada bora uondoe, uje Mombasa uanze kushirikiana na watu, uanze kushirikiana na wanasiasa, muwe kitu kimoja. Mswada ukipelekwa ili uwe na nguvu. Lakini jambo la pili, sisi tupigania SGR. Tukimtoa huyu Macharia, ndio SGR itakufa? Awe Makasha hatakwenda Nairobi, itakwenda vile vile. Atatolewa Macharia A, ataiko Macharia B, na mtindo utakwenda vile vile. Lazima tuangalie lile siasa kubwa zaidi nyuma yake. Tusiangalie mtu Macharia aliyeweza kuweko pale, kesho akaondoshwa, akaja mwingine akafuana mkondo ule. Kwa hivyo hili jambo lazima likae lifikiriwe zaidi. Shafamu kupeleka msaada kama ule kwa wanataka kumuondoa waziri, hilo jambo rahisi la kulifanya, lakini kisha baadaye tutapata maslaha gani sisi? Hilo ndio jambo ambalo mimi kidogo limentia waka. Jambo la pili, hebu tuangalie hawa wajumbe hasa
licha hapa Mombasa, hii coast nzima wamezungumzia nini USR kutoka mwanzo mpaka leo, si huku ule bungeni, huku barabarani watuachie sisi mashirika ambayo si ya serikali na watu wenyewe watoke barabarani. Lakini tuwapenda wabunge wayazungumze bungeni, manake kusema hapa peke yake huwezi kubadilisha mambo hata mkafanya vipi, isipokuwa kama tunaweza kuweka watu 10,000, 20,000 barabarani, si siku moja, wiki mbili, mwezi, ikawa hakuna cha kupeleka makasha popote, serikali itarudi nyuma. Wewe angalia ulimwengu mzima, Bashir miaka 32 ametolewa na nini? Na watu barabarani walisimama kidete mpaka wakamtoa. Na ukitazama kote ulimwengu unafanya namna hii. Je, sisi tuna nguvu za kufanya hivyo? Tukifanya maandamano waje watumia. Kila mtu yuko katika social media. Kila mmoja mdomo mrefu yuko hapa azungumza kitu, yuko katika social media. Watoke barabarani, lakini watoke watu. Hapo ndio tutafanya. Tusikae tuka ninio kidole cha lawama kwa wanasiasa. Na makosa ni yetu sisi. Makosa makubwa ni yetu sisi. Leo kama watu watoka barabarani hawatoki, kesho watalaumu. Na hao wanasiasa wetu wote hawakuchukuliwa hivyo wakapelekwa. Tuliowachagua sisi wenyewe. Kwa hivyo tunataka tujue hasa hao wanasiasa ambao tunawapiga kura zetu uende bunge, kazi zao nini. Mara utasikia bunge huyu hakufanya kitu, huyu ajenga skuli, huyu sijui ajenga barabara. Si kazi ya mbunge hiyo. Wabunge wanataka kujipatia faidisha wenyewe kwa pesa za CDF. Pesa za CDF ni za wananchi, na mbunge hawezi kuamua kufanya kitu kwa zile pesa. Lazima wale watu constituents waseme sisi tunataka hiki, washirikiane ndio kujengwa. Ikishajengwa asema mimi nimejenga, wengine mpaka wanatia majina yao ambao pesa si zao. Hili pia ni kosa. Kwa hivyo wananchi wataka wainuke, lazima participate, usikae kimya, lazima mzungumze. Sheikh, Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuzungumza mara nyingi sana akisema kwamba ataweza kuiweka kandarasi ama kuweka wazi kwa Wakenya mkataba ama ule uhusiano ama yale makubaliano ambayo waliweza kuweka wao na wale wa China kuhusiana na kandarasi hii ya SGR. Pengine nyinyi ambao mko kule mbele mmepata nafasi ya kuweza kuliona hilo kwanza, na ni kweli rais aliweza kutimiza ahadi yake ya kuweza kuambia Wakenya kwamba ataweza kuweka wazi swala kama hilo? Rais alijaribu na akasema kwamba ule mkataba ataweka hadharani, watu wauone. Lakini kumbuka, Uhuru hakukaa na Wachina wakazungumza habari ya SGR. Kuna timu yake ambayo imekaa, sio yeye. Hii si kazi ya rais. Kuna ma-experts, watu ambao wana ujuzi zaidi. Hiki kikundi ni kina nane. Kwanza rais atuambie hao walokaa, ile kundi walokaa wakakaa na Wachina wakaanza kupiga mkataba ni kina nani, tupate kuwajua. Kwa sababu pale rais tanabahi kwamba huu mkataba haukwenda atautoa wazi, kisha apouona hapa hautoki wazi, kwa sababu hapa kuna mambo ambayo ikitoka nje itakuwa hatari. Ndio maana ikawa hawezi kutoa ule mkataba. Kwa hivyo huu mkataba una walakini, na hata rais mwenyewe hawezi kutoa. Labda sasa tushurutishe mahakama watoe kwa nguvu, na ikiwa kuna mtu yoyote au kuna kundi la watu ambao imefaidika kiharamu na huu mkataba, basi hawa watu lazima wapelekwe mahakama na washtakiwe, kama vile wanaoshtakiwa wafisadi na wao washtakiwe. Hakuna njia yoyote nyingine. Manake huu mradi wa SGR ni mradi mkubwa zaidi ambao Kenya umetekeleza kutoka tupate uhuru. Kutoka tupate uhuru ndio mkubwa zaidi kuliko yote. Kwa hivyo pana umuhimu
utoke wazi, na rais lazima asikae akawalinda watu fulani. Bila shaka mtazamaji, unaweza kupata mahojiano hayo ya moja kwa moja katika ukurasa wa mkoa Mombasa, ambapo tunaweza kuzungumzia masuala mazima ya pwani kwa ujumla. Vipi tutaweza kuiokoa pwani, vipi tutaweza kuhakikisha kwamba Mkenya ambaye anaishi katika eneo hili la pwani, si Mombasa peke yake, pwani kwa ujumla, anaweza kupata haki yake, anaweza kupata rasilimali zake bila kuweza kupata wasiwasi wowote. Una swali lolote ungependa kuliuliza, bila shaka weza kuandika hapo chini, tutaweza kuliuliza kwa Sheikh moja kwa moja. Sheikh, kuna swali ambalo pia linaweza kuleta utata sana, ambalo Wakenya na wapwani wamekuwa kitatizika. Swali ambalo wamekuwa wakijiuliza ni kwamba ni swala hili la kuweza kubinafsishwa kwa bandari ya Mombasa. Je, ni kweli bandari ya Mombasa inabinafsishwa? Na kama inabinafsishwa, kwa faida ya nani? Okay. Tumekwenda kotini na mashirika mengine, tumekwenda kotini na majaji walisikiza ile kesi ni watatu, wakaika tarehe fulani, wakataka kwenda wenyewe waione, na mimi mmoja wapo nilikuwa nao. Kafika mpaka pale City 2. City 2 ndio katika port ambayo ni mpya zaidi na more modernized kuliko zote. Sasa wakawauliza masuala kwamba hii City 2 vile inafanya kazi inaleta hasara. Majaji wakataka kujua, wakaambiwa hii ndio inaleta faida zaidi. Sasa tunajiuliza, ikiwa inaleta faida kubwa, kwa nini wataka kubinafsisha kitu ambacho kitaleta faida? Unabinafsisha kitu ambacho kitaleta hasara. Kitu ambacho kitaleta hasara ndio unaweza kukibinafsisha, lakini kitu ambacho kitaleta faida, jambo la kwanza. Jambo la pili, kama tulivyosema, lazima wafuate katiba. Wangekuja kwa watu wakataka maoni ya watu na mashirika na kila kitu, kisha ukatizama watu wasema nini. Sio mnakaa Nairobi wanajamulia vile wanavyotaka, wameifanya hii pwani kama ni koloni, wanafanya vile wanavyotaka, ambao si sawa. Leo ukatizama wakurugenzi wote wa poti hapa Mombasa, ukatizama hata Lapsset Lamu, mpaka bodi yote inachaguliwa Nairobi, na utakuja kupata hakuna hata Mlamu mmoja. Mama Ngina bodi imechaguliwa, majority wachaguliwa ni watu wa bara. Hata ile bodi, na kweli Mama Ngina park inataka kuwekwa na bodi ya kuitizama. Sasa hapo ndio unajua hii Mombasa na hii coast imefanywa kama ni colony. Vile wanavyoamua nje, vile ndio wanavyotaka. Lakini sisi tunasema hiyo si sawa na hatutokubali kufanya namna hiyo kabisa. Tutazungumza, na kama hawasikii tutakwenda mahakamani. Lakini mambo ya uonevu hatutakubali. Hii poti kwa mujibu wa katiba lazima iwekwe katika mikono ya County Government of Mombasa, iendeshwe hapa hapa, isiendeshwe huko, iendeshwe hapa hapa. Umelizungumzia swala la Mama Ngina. Swala hili nimekuwa nikikuona katika mstari wa mbele kuweza kulipigania tangu kitambo sana, tangu nikiwa niko college na mpaka sasa hivi niko kazi, na naweza kuona bado nalizungumzia hili swala kuhusiana na kubadilishwa kwa jina la Mama Ngina, kuweza kupatiwa jina la asili ya pwani ama asili ya huku kwa ujumla. Hivi tunavyozungumza, siku ya Jumatatu kuna kura zinaendelea katika mtandao. Siku ya Jumatatu kura zitakuwa zinaweza ushindi atakuwa anaweza kutangazwa, hususan katika kuweza kujulikana wa Kenya wamechagua jina gani. Swala hili la kuweza kulibadilisha hili jina, ni kitu gani Sheikh umeweza kuona mpaka unataka jina la Mama Ngina liweze kubadilishwa? Sasa msimamo na nguvu ambao sisi tumepata ni katiba. Katiba imewapa watu nguvu. Ile miaka ya mwanzilishi wa kwanza Jomo Kenyatta, babake Uhuru, apoamua kuibadilisha jina la Lighthouse akaipa Mama Ngina Drive, watu walikuwa hawana sauti ya kumpinga. Lakini sasa
kwa mujibu wa katiba inasema kila kitu lazima uende kwa watu. Kwa hivyo sisi tunaona Mama Ngina hana historia ya pwani kabisa. Utamaduni na historia na mila lazima iende na majina ya hapa. Kwa hivyo ukitizama Mama Ngina pale pahali, ukienda kutizama historia pale pakiitwa Mzimle. Hilo jina limekuwa hapa zaidi ya miaka 600 iliyopita. Leo anakuja rais, shauri ya mkewe, anabadilisha kila kitu, anampa jina la mkewe. Hapa Kengeleni pia limebadilishwa jina, akapewa Fidel Odinga. Sasa natuuliza, huyu Fidel Odinga ana historia gani na Mombasa? Isiyo milengo ya kisiasa, kwa sababu mtu atakumfurahisha Raila kwa ampe jina lake. Hatutaki. Na sisi tumekwenda kwa mujibu wa sheria, tumeandikia county government kwa sisi tunataka bunge la county lijadiliwe, na kwamba lazima kuna public participation, watu wenyewe wachague majina. Okay? Serikali ikachagua na county ikafuta kwanza wali advertise wenyewe, ambao walitoa pesa nyingi sana kwa radio na katika magazeti, kwa watu waambie wende Tononoka Hall ili wajadilie habari ya jina, kisha wakaivunja. Lakini pia ikaja mambo ya corona, kila kitu kikarudisha nyuma. Lakini sisi twasema tutachukua maoni ya watu, na baada ya kuchukua maoni ya watu tutawapelekea county government, na wao hawana budi, lazima wabadilishe. Okay? Sisi tumependekeza itwe Mzimle, itwe Mekatilili au itwe Mombasa Park, one of the three. Lakini pia tukawapa watu waambie wachague lile jina ambalo wao wataka. Hatutaki kufanya kosa ambao wao wamefanya, kuchagua jina vile wanavyotaka wao. Tunataka watu washurutishe, waingie, wachangie kwa haya majina. Huu ndio msimamo wetu. Na bila shaka mtazamaji, una nafasi ya kuweza kuuliza swali, unaweza kuuliza maswali yako. Naona maswali yanaweza kumiminika hapa. Nichukue swali moja, Sheikh. Kuna swali ambalo limeweza kuulizwa na Maina hapa, anasema muulize Sheikh, fikra za kwa Mombasa nzipi kuhusiana na swala la SGR, hususan wakati huu ambapo mahakama tayari imeweza kusema kwamba yale yote yanayoendelea na swala la SGR ni kinyume cha sheria. Sijui nyinyi kama kwa Mombasa, katika masuala haya ya kuweza kubeba mizigo, masuala yote yanayohusiana na SGR, nyinyi kama kwa Mombasa, fikra zenu ni zipi sasa? Sisi pale mwanzo, kwanza watu wa Mombasa wapate kujua kwamba sisi tumekuwa mahakama mwaka wa pili sasa. Na kesi bado endelea. Tumekwenda mara kwanza, serikali ikaja na mkubwa wa sheria alikuwa kotini Githu Muigai, na akasema kwamba sisi hatuna, hii ni mambo ya serikali kwa serikali kuamua. Koti kasema no. Kisha mara pili wakataka majaji watano. Kwanza kwa majaji watatu, wakataka majaji watano. Majaji watano wakaja wakasema hapana, hii kesi lazima iendelee kwa sababu tumeraise issue ambazo za sawa sawa. Waposhindwa hapo, Court of Appeal pia ikakubaliana na sisi. Hapo wakasema watakwenda Supreme Court. Lakini mpaka sasa bado hawajafile kesi Supreme Court. Kwa hivyo sisi tunataka, tushaandikia mahakama kwa hii kesi lazima itiwe date ipate kuzungumzwa haya mambo. Hili jambo si rahisi kabisa, si rahisi, na watu wasikae kufikiria kwa maslahi ya watu fulani wakubwa huku juu kwa wataiacha kwenda tu namna hii. Watapigana na watajaribu kila njia. Sasa ni wajibu wetu, maana sisi watu ni wengi, si watu kidogo. Lazima watu wasimame, na ikiwa watu watasimama, mimi nakwambia hii poti itarudishwa hapa. Forwarding, clearing, CFS zote lazima zirudi. Hili ndio pato la hapa na hatuna pato jingine. Na isiyo hivyo watupe mbadala. Kila container linaloshuka hapa watuambie watupe 5 au 10 dollars zikae hapa, kisha zile pesa zianze kufanya uchumi wa Mombasa.
hapo tutakuhusu, lakini sio kutoa kila kitu hapo ukakipeleka kule. Maanake kama huyu nani huyu Nakuru, gavana Nakuru alishukuru akasema, Naivasha ilikuwa kijiji kimelala, sasa SGR imekuwa na Naivasha, itakuwa mji sasa utainuka. Hakaya akifikiria yeye anufaika, lakini Mombasa watu wataumia. Hajali hilo, hajali watu wake peke yake, na sisi lazima tuinuke. Hapa kwa viongozi umezungumzia gavana wa Nakuru. Pwani na magavana wengi, Pwani ina MCAs wengi sana ambao wanaweza kuzungumzia, na sasa hivi kuna ugatuzi ambao umempatia nafasi yule ambaye amejatuliwa aweze kunufaika na mali yake. Viongozi wetu tunaweza tukasema wamelala ama hawajui wanafanya nini? Okay, mimi pale mwanzo tulipokwenda kutini, mimi binafsi kama Khelef nilimpiga simu Hassan Ali Joho, nikamwambia, wewe kama gavana ulianza ukasimama kidete miaka 4 iliyopita kabla SGR haijaanza kujengwa, yaanza kwa ile fikra kujengwa, ukasimama kidete, kisha ukasema hakuna mtu aliyokuunga mkono, watu wakawamshutumu, wewe una poti, sijui poti iko chini ya mikono yako, ushafahamu. Nikamwambia lazima ingie katika hii kesi, na hakurudi nyuma. Aliingia katika hii kesi, na jambo zuri alilofanya akamchagua wakili top lawyer katika country, Feroz Norwich, ambaye akaja kuwakilisha county. Hili si jambo dogo, nakwambia, hili si jambo dogo ambalo alilofanya. Maanake katika mawakili wote ambao tulikuwa nao pale wapigania hii, top lawyer alikuwa wa county ambao ni Feroz Norwich, ushafahamu. Lakini tunataka Hassan Ali Joho afanye zaidi pale. Kesi ambazo zasikilizwa kotini, tunataka yeye aje pale aonekane sura yake, sio mweke wakili tu wapigania, no, aje na watu wake waje. Ni Hassan Ali Joho, kuna wote hawa hawaji kabisa. Hakuna anayekuja mahakama kabisa. Juhudi zetu kubwa sana tumefanya, lakini hatupati backing kutoka kwa watu wala wanasiasa. Now it's about time, lazima wao waingie. Itakuwa jambo zuri sana ikiwa tutaweza kushirikiana, jambo zuri sana ikiwa tutaweza kushirikiana. Ikiwa hakuna shirikiano, itakuwa tabu sana. Maanake hata hawa wabunge wetu utaona mara nyingine watupiga kwa sababu nini? Sisi tugusa serikali. Ukigusa serikali, wao waisifu serikali. Mimi nastajabu atoke mbunge aseme hii reli inofaisha watu wa Mombasa. Ushafahamu? Omachari amefanya jambo zuri, hakufanya makosa. Hii si jambo la kuingia kilini kabisa. Yeye na atoke akauliza watu wake waliopiga kura, je, maoni yao kitu gani, na wajaribu kwenda kufanya. Tutarajie yapi? Kwa Mombasa imekuwa ikifanya maandamano, kwa Mombasa mmekuwa mkienda mahakamani, kwa Mombasa mmekuwa mkifanya kikutana na viongozi, kwa Mombasa mmekuwa mkifanya kila juhudi kuhakikisha kwamba Pwani anaweza kupata rasilimali yake, Pwani anaweza kupata haki yake. Tutarajie yapi zaidi kutoka kwa Mombasa? Mimi jambo kubwa sana ambalo ningelipendelea wa Pwani, hususan wanasiasa. Unajua tuna wabunge kesi ya 36 37 bungeni. Si namba ndogo hii, kubwa sana. Ingekuwa wazungumzo kwa kauli moja. Leo nikupe kitu, Lamu East visiwani, leo mwezi wa pili hakuna taa. Humsikii mbunge yoyote wa Pwani azungumza habari ya Lamu. Kabisa humsikii. Lazima sote tuzungumze kwa kauli moja. Hapa hatuna umoja huo, na mpaka ule uweko wa umoja wa kisiasa, na watu sasa watakuwa nyuma ya wanasiasa. Lakini bila hilo tutakuwa katika shidani sisi. Lakini hatutorudi nyuma kabisa, haturudi nyuma. Na bila shaka maswali yanazidi kumiminika hapa, naona muda nao unazidi kuyoyoma. Ameuliza hapa anasema ni kitu gani ambacho tena Okoa Mombasa mnaweza kupanga kuhakikisha kwamba mnaweza kupigania haki ama kuweza kushurutisha yale ambayo yanaweza kumwathiri Pwani anaweza kupata haki yake, kwa sababu anauliza anaweza kuona kwamba mali ya Pwani inaweza kwenda kila siku, kila kukicha mali inazidi, Pwani anaweza kuwa mnyonge, Pwani anaweza kuzidi kuwa maskini. Ni kitu gani mnaweza kupanga kama kwa Mombasa?
Nitakupa mfano kama hivi juzi ilipokuwa kuna lockdown Old Town, tukasimama kidete, tukashirikiana na watu wa Old Town na tukajaribu kuwasaidia, ili lazima waanze kuunda vikundi, vile vikundi ambazo zitaweza kusimama kutetea haki zao kama hivi Muhuri inavyofanya. Ushafahamu? Na sisi tukamwambia kama uko Mombasa na kama Muhuri tutasimama kuwasaidia. Maana yake ukatazama Old Town kuna mambo mengi ambayo unaweza kusimama. Jambo la kwanza, ukatazama Old Town sehemu nyingi ziko si safi kabisa, uchafu. Jambo la pili, ukatazama kuna mambo ya ugaidi. Ushafahamu? Jambo la tatu, utazama watu sema hawana maji. Watu wanategemea visima, ambao visima vile, unajua Old Town ni town kongwe sana katika Kenya. Sasa nyumba kwa nyumba kuna nyingine mabohol pale ambao maji si safi. Na hii ni sheria na ni katiba. Lazima serikali iweke maji. Lazima ifanye usafi. Lazima kuwe na mataa. Lazima kuna mambo mengi ambayo wataweza kufanya. Lakini hayawezi kufanyika ikiwa hapana umoja. Sasa kwa hivyo tumewambia sisi tutawasaidia, fungueni vishirika, kisha sasa mpigania moja baada moja, kisha tuangalie. Hivi tumefanya questionnaire ambao bado sasa iko katika uchunguzi. Nafikiri baada ya wiki moja au so itakuwa tayari, kuhusu kufungwa kwa lockdown kwa Old Town. Sisi tumesema hatujui serikali kwa nini wakaifunga Old Town. Ushafahamu? Maanake vile tunavyoona kulikuwa hakuna test kabisa kabla wao hawaja lockdown. Kwa hivyo watu wa Old Town wanaona kwa wameonewa, na especially imekuja katika mwezi wa Ramadhani na Idi ambayo imetia uchumi wa hapa pale, imewaathiri watu wengi sana. Ushafahamu? Sasa ile jambo tulipeleka mbio na ikisha toka ile ripoti, sasa hapo tunataka serikali ituambie, nyinyi mumesema kwamba hii ni epicenter ya virus, tupeni ushahidi. Sio ushahidi kwa mdomo, tupeni scientific ushahidi kwa kuna kadha, kisha tuangalie. Na ikiwa hawakutoa, inamaanisha palikuwa na dhamiri fulani kuigandamiza. Nasema tena kuigandamiza haya maeneo ambao Waislamu wako zaidi, Mandera, Garissa, Eastleigh na Old Town, predominantly Muslims. Sasa tunajiuliza kwa nini wasikae wasema hakuna udini, hakuna. Sisi tunasema upo, na kama haupo watupe sababu. Manake ukatazama slums Nairobi zimejaa tele, kunaambia kule kusafi zaidi kuliko Old Town, haiwezekani. Si jambo la kuingia akili. Lakini kwa nini wakafanya hapa hawakufanya kule? Kwa hivyo tunataka uwazi, na huu uwazi hauwezi kupatikana mpaka watu sasa washirikane. Na mimi naambia watu Old Town, ikiwa nyinyi mwapigania maji na hakuna maji, haki ya Mungu, tokeni pale. Ofisi ya maji siko pale, msiondoke pale mpaka mupate maji. Kisiende kisirudi, hapo ndio mtapata haki zenu. Mwingine anauliza hapa, vuguvugu la Mombasa ni Mombasa peke yake ama mna mpango wa kuhakikisha kwamba vuguvugu hili linafika katika kila sehemu? Hakika ukatazama yale mambo ambayo sisi tupigania ni mambo ambayo yanahusika mambo ya katiba, na mambo ya katiba si Mombasa tu, bali mambo ya katiba ni Kenya nzima. Ushafahamu? Hata hivi tukipigania habari ya SGR, watu wanafikiria ni pote Mombasa, lakini kuna ushuru wao, taxes ambazo wao watoa, tutapelekwa pale kama vile nilivyosema pale. Kila mmoja anaathirika habari hiyo. Sasa vuguvugu la Okoa, yale mambo wanayofanya ni habari ya Kenya nzima. Muda ndio unazidi kuyoyoma, naona tunaweza kula dakika kadhaa pia, lakini bila shaka maswali yanazidi kumiminika hapa. Lakini kwanza, kabla tuweze kupata swali lingine, Sheikh, tukikamilisha labda ujumbe wako kwa viongozi wa Pwani, ujumbe wako kwa Pwani kwa ujumla, na pia ujumbe wako kwa Rais Uhuru Kenyatta na Waziri Macharia kwa ujumla kuhusiana na swala zima hili la SGR. Okay, kwanza kabla sijaenda kwa wanasiasa, lazima niende kwa raia wenyewe ambao wako hapa. Kila raia ambaye anaishi Mombasa
awe ni Mbara au anatoka pale popote, ajue hapa ni haki yake. Manake kuna Wabara hapa ambao wamezaliwa, wameishi, kurudi kwao ni kama kwenda matembezi na kurudi, au wengine wanaweza kukaa miaka hawendi. Hapa ni kwao. Tukisema Wapwani, wajue ni wakazi wa Pwani. Hapa katika hili shirika hili kuna watu ambao watoka Nyanza wakwambia sisi tuweza kukaa miaka, hata tukenda kule hatukaa hata siku mbili. Sasa watu kama hawa lazima wasimame na Wapwani wenyewe. Kila mkazi wa Pwani ambaye ana maslahi hapa asikae akafikiria Uhuru Kenyatta au Raila Odinga au Mudavadi, atizame maslahi hapa, kwa sababu hapa ndio wanapata chakula chao, ndio pate lao, ndio maisha yao. Hata ukitizama uchumi ambao wameuchuma hapa, utakuja kuona manyumba na kila kitu wa invest hapa Pwani, kidogo sana ambao wa invest makwao. Kwa hivyo lazima nao wasimame kama kitu kimoja. Jambo la kwanza. Jambo la pili, kwa Uhuru na Macharia tuambie hivi, fuateni katiba. Musipofuata katiba, basi nyinyi huwa watu wajua tuseme kweli, Uhuru Kenyatta kama wanavyosema, very likable person. He's young, very energetic, very likable person. Lakini Uhuru Kenyatta kama rais amefeli hususan hapa Pwani, kwa sababu hili jimbo la Pwani wamelifanya kama ni colony, wanafanya vile wao wanataka. Kama Mwingereza apokuja akafanya vile vile, watu wanaochaguliwa wanavyotaka wao kwa makabila yao. Hili jimbo limefanywa kama la kuchezewa. Hii isiweko. Maoni ya mkoa wa Mombasa kuhusiana na swala la BBI, maoni yenu ni yapi? BBI imeletwa kwa maslaha ya watu fulani. Leo kasikia wanataka prime minister, wanataka deputy prime minister, wanataka nini, ili kuwapa vyeo kina Musyoka, kina Mudavadi, kila mtu anaoingia katika serikali. Huu ni ulafi, si maslaha ya wananchi kabisa. Kama wao wanataka kuilinda hii katiba, waifuate hii katiba ambao tulikuwa nayo. Hakuna jambo lolote ambao wanaweza kulileta jipya ikawa ni zaidi ya hii katiba ambayo tunayo. Kwa hivyo huu ni mchezo wa siasa, na sisi twasema, tumwambia bwana Raila Odinga kwa yeye apokuja hapa akaunga mkono na watu wa Pwani na wakampa kura zao nyingi sana, kwa sababu tulimuona asimamia maslahi ya watu wa Pwani. Lakini baada ya kushikana yeye na Uhuru alisahau kabisa mambo ya Pwani. Leo hazungumzi tena mambo ya SGR kabisa, hazungumzi. Na angalia maslahi ya Nyanza sasa. Kama mposema anataka kupeleka SGR Nyanza, huku Pwani amesahau kabisa. Lakini sisi twasema hili ni pato letu, hii ni haki yetu, na ibaki hapa. Kuna mmoja Sheikh hapa anaitwa Saumu Ali anauliza, mbona wafanyakazi wengi katika bandari ya Mombasa si wenye asili ya Kipwani? Wengi utapata kwamba hawatoki Pwani wachache sana. Mimi nataka kurudisha nyuma. Mimi nimekaa Nairobi for sometimes, nilipokuwa commissioner, Kenya Commission on Human Rights, na utakuja kuta wabunge wa bara, watu wanapoendea katika maofisi yao wanalilia kazi. Hapa kwetu tukipata wabunge wetu, tukiendea katika wabunge wetu, watu walilia misaada. Kuna kijana nakwambia amepata first class engineering wa Kimombasa, hapa Mombasa, asema leo mwaka wa pili. Wapomaliza shahada, wapokuja hapa, kuna mtoto atoka Rift Valley ambaye yuko klasi moja, 2 months baada ya kugraduate, amwona yuko Feri afanya kazi. Yeye yuko hapa mwaka wa pili, asema napiga miguu natafuta kazi, first class honors. Na wajua hii serikali ina sheria kwa makazi yote 70% lazima itoke kwa wananchi pale. Vipi leo sisi tukubali na wanasiasa hawasemi kitu?
Kwa nini hizi kazi zote ambazo ziko hapa za serikali na nyingine, kwa nini hawatigui wasema hapana, chagueni watu hapa hapa? Kwanza hili jimbo tofauti, hili jimbo ni Kenya. Ukenda Rift Valley ni Rift Valley, Central ni Central, Nyanza ni Nyanza, kila kitu tutafanya wenyewe. Ikija hapa, hii ni Kenya. Wakichukua ardhi, Kenya, kila mmoja na haki. Mbona hawafanyi kule kwao? Kwa nini Gatundu hawachukui makabila mengine wakapeleka Gatundu kama vile wanachukua Kikuyu kuwapeleka Peketoni? Na wafanyi kule kwao. Kwa nini wafanya huku na wafanye kule kwao? Hawawezi, kwa sababu kila mmoja analinda maslaha yake. Wakija huku wasema Kenya is free for everybody to own, but sio kule kwao. This is wrong. Mwisho, kama muasisi wa mkoa wa Mombasa, unatarajia nini? Kwa sababu mnafanya mengi, lakini kila mnalojaribu, pengine mnaenda mahakamani, mnapata ushindi, lakini kuna vile utekelezwaji. Sasa kama muasisi wa mkoa wa Mombasa, na matumaini kwamba kuna siku haki itapatikana. Ikiwa mtu anafikiria haya mambo ni rahisi, hivi tunazozungumza ni tabu. Je, pale tungenyamaza kimya ingekwaje? Yangekuwa mambo mabaya zaidi. Sisi hatutaweza kusimama kutozungumza, tutazungumza bila uoga, bila kumcha mtu yoyote, na kwa sababu hatuvunji sheria, tuko ndani ya mikono ya sheria na tutazungumza. Ushafahamu? Watu wanasema ni hatari. Hakuna hatari madamu tuko katika laini ya sheria na hatukuvunja sheria. Hakuna uoga na tutasema. Shukran sana Sheikh Khelef Khalifa, muasisi wa vuguvugu la mkoa wa Mombasa. Bila shaka mtazamaji, siku ya leo tumeweza kuzungumzia masala mazima ya SGR, tukazungumzia kuhusu kubinafsishwa kwa bandari ya Mombasa, tumezungumzia swala la kuweza kubadilisha jina la ile bustani ya kuweza kupumzika ya Mama Ngina, kuweza kubadilisha hili jina, kuweza kuondolewa, na bila shaka pia tumeweza kuzungumzia masala ya wewe mwananchi kuweza kujitokeza na kuweza kuzungumza ukiwa unapoona unaweza haki yako inaweza kukeukwa, uweze kujitokeza na kuzungumza. Tusiachie vuguvugu la mkoa Mombasa peke yake, tusiachie viongozi wa kisiasa peke yake, tusiachie wanaharakati peke yake. Wewe Mkenya pia, wewe Mpwani pia una uwezo wa kuweza kusimama na kuweza kuzungumza. Inshallah panapo majaliwa. Shukran sana Sheikh kwa kuweza kupatia muda wako, na inshallah sisi tunakutakia kila laheri, tunaitakia kwa Mombasa kuhakikisha kwamba kila laheri, kuhakikisha kwamba mnaweza kutetea haki za Wakenya.